Mheshimiwa Heche, moja kati ya vitu ambavyo mlitangaza ni kampeni ya tone tone. Watanzania wajitokeze kuichangia Chadema kwa sababu haina ruzuku na haina namna ya kuendeshwa. Zamani mlikuwa mnamkopa sana fedha mwenyekiti Mbowe, sasa hivi hayupo tena na haonekani kwenye shughuli za Chadema. Kwa hiyo hali yenu ya kifedha ni tete. Mkataka Watanzania wawe wanaweka tone tone pale. Na mkaahidi kuwa mnatoa taarifa kuhusu kiwango kilichopatikana. Na kweli mlifanya hivyo wiki za mwanzo. Baada ya hapo mmepotea na kuingia mitini. Na sasa hivi mnahamasisha tena watu watoe michango. Ya mwanzo waliotoa hakuna taarifa zozote za kiwango cha fedha kilichopatikana. Tumefungiwa mwaka mzima. Kumbuka kabla ya kufungiwa tulikuwa tunafanya hivi. Tulikuwa haturuhusiwi. Hilo zuio lilizuia sisi hata kusogea karibu na gari, kusogea karibu na akaunti, kufanya dini. Kwa hiyo hata hiyo hela hatujui imo shingapi. Mimi ukweli nimekuwa nakatwa kwenye simu yangu, ilikuwa inaleta kwamba umekatwa kuchangia Chadema shingapi. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya kwanza kabisa tutakayofanya baada ya tarehe 29 ya kamati kuu, nafikiri ni kuwatangazia Watanzania ni kiasi gani wamechangia chama, ni kiasi gani zipo na zitakwenda wapi. Kwenye hilo no doubt, kwa sababu sisi ni watu wa transparency. Sisi hatufichi chochote. Alafu mind you Charles, chama chetu kinakaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hakuna kitu tunaweza kuficha. Kuacha mambo ya mitandaoni ya watu wanaohongwa kusema sema, na hatujawahi kupata hati chafu. Sisi kila siku ndo tunakuwa chama cha kwanza kwa kuwa na hati safi. Na kuhakikishia utaona ripoti yetu na tutakaguliwa na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Kila hela inayopita, iwe kwenye akaunti ya simu ya chama, iwe kwenye nini, itakuwa wazi.